Msanii Diamond Platnumz ameonyesha jinsi gani ambavyo ameamua kuonyesha tamaa yake katika swala zima la umiliki wa ardhi, ambapo hapa bwana, moja kati ya habari ambazo tumezipata, tunafahamu kabisa kwamba Diamond Platnumz bwana ni moja kati ya wasanii ambao wanapiga pesa ndefu sana katika show, lakini pia vile vile ana vyanzo vingi vya income, yani income streams ni nyingi sana. So hapa amekuja kueleza kwamba bwana, lengo, Diamond amesikika akiwa anazungumza kwamba lengo sio kumiliki mabegi ya Gucci, ni kumiliki hekari za ardhi. Diamond Platnumz amesikika akizungumza hivyo kwamba yeye bwana, pamoja na fedha zote ambazo anazozimiliki, yeye bwana, mawazo yake yako tofauti, au ideology, mtazamo wake ni tofauti kabisa na wasanii wengine ambao kutoka nchi mbalimbali huko ambao wana mafanikio kama ya kwake. Wengi tumeona wakiwa na miliki magari ya kifahari, designer clothes, yani yale Gucci, Fendi, Prada, na maguo mengine ya Versace, Dolce & Gabbana. Bwana, tunaona wenzie uwaga wanapenda sana kuflex hivyo vitu, Richard Mille, Philippe Patek, Rolex, yani vitu kama hivyo vya thamani. Lakini kwa upande wake Diamond anadai kwamba sasa hivi mtazamo wake umebadilika sana. Lengo sio kuflex hivyo vitu vya thamani, designer clothes na nini au magari. Yeye bwana anataka kumiliki ardhi kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni kwamba Diamond ameamua kuwekeza kwenye upande wa ardhi. So hapa wameelezea vizuri zaidi kiundani kwamba star wa muziki wa Bongo Flava, CEO wa Wasafi Media na label ya WCB, Diamond Platnumz ametoa ujumbe ambao umebeba thamani kubwa sana ndani yake, ambapo amewapa ushauri vijana wanapaswa kufanya kazi. Diamond ambaye siku kadhaa zilizopita ameperform kwenye harusi moja kule Lusaka, Zambia, na pia vile vile katika harusi hiyo amelipwa takriban shilingi za Kitanzania bilioni 1.8 ambayo ni sawa na dola 700,000 za Kimarekani. Ni kwamba Diamond ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram, katika Insta story ameandika kwamba lengo sio kumiliki mabegi ya Gucci, ni kumiliki hekari za ardhi. Ujumbe ambao vijana wengi sana wanaomtazama kama kioo chao, yani kioo kwa jamii, ni kwamba wanapaswa kuchukua ujumbe huo na kufanyia kazi katika kujiletea maendeleo. Umeona bwana, kwa hiyo hapo unaambiwa kwamba kama kijana kuna sababu nyingi sana za huyu jamaa kuitwa Simba, na hii ni mojawapo. So ukiwa kama mdau, una kipi cha kuzungumza, weka maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.